tunaadhimisha siku ya urithi wa dunia au siku ya urithi wa maeneo yaliyotambuliwa kwamba ni maeneo ya urithi wa dunia. Maeneo haya yalitambuliwa kwa maeneo ya urithi wa dunia, na katika kikao cha 38 cha kamati ya shirika la elimu ya sayansi la UNESCO, kikao cha 38 kiliamuliwa kwamba maadhimisho ya siku au maeneo ya urithi wa dunia ifanyike tarehe 5 Mei kila mwaka. Na mwaka huu maadhimisho haya yanafanyika katika hifadhi ya taifa ya Serengeti. Vituo ambavyo vimetambuliwa kama vituo vya urithi wa dunia, ikiwa ni pamoja na hifadhi ya taifa ya Serengeti, ni eneo la mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro, hifadhi ya taifa ya mlima Kilimanjaro, maeneo ya michoro ya miambani ya Kondoa, pori la akiba la Selu, magofu ya Kilwa Kisiwani, Songomnara, na sisi hifadhi ya taifa ya Serengeti tukiwa ni wenyeji wa maadhimisho haya. Na mji mkongwe wa Zanzibar pia ni eneo la urithi wa dunia. Tukio hili kwa mwaka huu litafanyika au maadhimisho, kilele cha maadhimisho haya kitafanyika kesho tarehe 5 katika viwanja vya mpira pale kwenye mji wa Mgumu wilayani Serengeti. Tunatoa wito kwa wananchi wote kuweza kushiriki kwenye maadhimisho haya, ambayo maadhimisho haya kilele chake mgeni rasmi atakuwa ni mkuu wa mkoa wa Mara, Kanali Evans Ntambi, ambaye atashiriki na kutufungia maadhimisho haya hiyo kesho. Maadhimisho haya asubuhi yataanza kwa maandamano ambayo yataongozwa na mkuu wa mkoa wa Mara, na maandamano hayo yanategemea kuwa ya matembezi ya umbali wa kilomita 4. Lakini pamoja na vituo vile ambavyo vimetajwa kwa urithi wa dunia, bado tumealika vituo vile ambavyo Tanzania kama taifa imevitaja kuwa ni vituo vya urithi wa taifa. Vituo hivi navyo vimealikwa na tumepata wawakilishi 3, lakini vituo hivi vinajumuisha magofu ya Kunduchi, Kaole, Bagamoyo, Kalenga, Isimila na Livingstone kule Kigoma. Kwa hiyo hivi vituo ni vya urithi wa taifa na vimeonekana ni vizuri vialikwe vishiriki kwenye maadhimisho haya ili kutoa au kupanua wigo kwa umma kuelewa swala la urithi wa dunia na umuhimu wa kuhifadhi maeneo haya ya urithi wa dunia. Maadhimisho haya yanalenga kabisa kuwafikia wananchi, kwa sababu tunatambua kwamba yapo maeneo haya ambapo wananchi hawana taarifa za kutosha. Lakini pia kwa kuadhimisha katika sherehe hizi, maana yake ni kwamba tunatoa fursa kwa wananchi walioko maeneo yote ya Tanzania waweze kufahamu kwamba huu urithi ambao tunasema ni urithi wa dunia una umuhimu wa kidunia, lakini pia una umuhimu kwa taifa letu pia. Kwa na wao watakiwa wawe sehemu ya huu urithi. Wasioni kwamba tunatunza tu kwa sababu ya watalii au na wageni kutoka nje, lakini pia na wao ni sehemu muhimu katika urithi huu. Kwa hiyo sherehe hizi zilianza tangu maamuzi yalitoka 2015, lakini kwa Tanzania tulianza kuadhimisha mwaka 2020 na hizi zinahama. Kama nilivyosema, tuna vituo 7
kila mwaka tunaadhimisha kutoka kituo kimoja kwenda kituo kingine. Tulianza Zanzibar mwaka 2020, tukaenda Kilwa 2021, tukaenda Zanzibar tena 2022, 2023 tukafanya Kinapa pale Kilimanjaro, 2024 mwaka jana tumefanya Kondoa, na mwaka huu tunafanya hapa Serengeti. Tunaona mwitikio kwa maeneo ambayo tumeanza kufanya hizi sherehe. Ukiangalia mwitikio ambao tulipata kila mwaka, tunapata mwitikio mkubwa, na kwa sababu yanafanyika maeneo tofauti, tunaweza tukapata jibu zuri sana kama tukirudi tena Serengeti. Tume ya Taifa UNESCO tunashirikiana na wadau mbalimbali, kwa sababu tume kama peke yake haiwezi kufanya hicho kitu. Kwanza jua haiko ndani ya site, haiko kwenye field. Kwa hiyo tunashirikiana na mamlaka mbalimbali zinazohusika, tunapeana ni mifumo gani ya kutumia, lakini pamoja na kushirikiana tumezungumza kwamba tunatoa elimu mbalimbali hata kwa maeneo yanayozunguka hayo maeneo ya urithi wa dunia, na hata na jamii inayoishi ndani ya urithi wa dunia. Tunatoa elimu mbalimbali kama Tume ya Taifa UNESCO, lakini tunashirikiana na wadau wahusika. Lakini kutokana na kauli mbiu tulionayo katika mwaka huu, majanga ambayo tumekuwa tukikabiliana nayo katika eneo la hifadhi ya Ngorongoro, makubwa zaidi yamekuwa ni mawili. Moja ni ongezeko la idadi ya watu ambao ni wa jamii ya Wamasai na mifugo iliyopo katika eneo la hifadhi, lakini pia uwepo wa magugu au tunasema mimea vamizi ambayo yamekuwa yakipunguza malisho au chakula cha wanyamapori. Kwa hiyo majanga hayo makubwa ndio imekuwa changamoto kubwa katika uhifadhi wa eneo ya Ngorongoro, lakini serikali imeendelea kuchukua hatua kama mnavyopata taarifa na kuona sehemu mbalimbali wenyeji au tunasema wale Wamasai wameendelea kuhamasishwa ili kuweza kupungua au kutoka ndani ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro kwenda katika maeneo ya Tanga, katika kijiji cha Msomera na maeneo mengine mbalimbali katika nchi ya Tanzania. Lakini pia tafiti na juhudi mbalimbali zimeendelea kuwa zikifanyika kwa kushirikiana na wananchi katika kukabiliana na kuondoa mimea vamizi katika eneo la hifadhi ya Ngorongoro. Haya majanga hayako tu urithi wa dunia, yako pia majanga kwenye urithi wa taifa kama Kaole, kama Kunduchi, kama Kalenga kwa mkoa wa kule. Majanga hayo yapo kila mahali. Kwa hiyo tunatoa wito kwa jamii kuelewa umuhimu wa kuhifadhi haya maeneo. Ni kwa ajili ya kizazi kilichoko na vizazi vijavyo. Maeneo haya yanawanufaisha pia wananchi, kwa sababu kama Kunduchi kuna amani, tukifanya biashara ya utalii, watu watanunua vyakula kwa mama ntilie wa Kunduchi, watalala hoteli za Kunduchi, watu watauza bidhaa zao. Tayari kuna ile biashara ambayo tunabadilishana na wale wenyeji pia wanapata zile fursa. Hivyo tunatoa wito kwa wananchi wetu mahali pengine popote palipo maeneo haya, iwe ya urithi wa dunia, iwe urithi wa kitaifa, tunaomba ushirikiano wa wananchi, kwa sababu ya kushirikiana. Sisi ni wadau wasimamizi, lakini maeneo ni ya wananchi. Kwa hiyo wananchi tunaomba tushirikiane, tuone umuhimu wa maeneo haya ili tuyaboreshe na wote tuwe kwenye amani.